Nikukaribisha tena mpenzi mtazamaji wa Global Vibes TV. Tumaini langu ni kwamba wenzi wa afya kabisa. Unazidi kutufuata moja kwa moja katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika maeneo tofauti ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kama ni mara yako ya kwanza kuweza kutembelea channel yetu ya Global Vibes TV, naomba upate kubonyeza alama ya kengele kisha utagonga kidude cha subscribe hapo kwa ajili ya kupata video zetu nyingi zaidi, na pia usikose kucomment, kushare na kulike video zetu katika kupata video nyingi ambazo utakuwa ukizipata kwetu kupitia channel yako pendelevu ya Global Vibes TV. Na kama wewe ni mzoefu wa kutumia mitandao ya kijamii kama vile TikTok, Facebook, Instagram, utakuwa ukijiunga nasi kuandika kwa jina tu la Global Vibes TV, utakuwa ukitupata katika mitandao hiyo, haswa pia na kwa YouTube. Kwa hiyo leo tutakwenda kuangazia mahusiano aiza mkutano ambao ulikuwa umefanyika huko Bibokoboko kati ya kabila la Wanyamulenge ambao wanaishi maeneo hayo ya Bibokoboko pamoja na Minembwe, na kati ya makabila mengine ambayo yanayoishi tarafani Fizi ndani ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mkoani Kivu Kusini. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, kuna viongozi mbalimbali ambao wameweza kukusanyika maeneo hayo ya Bibokoboko. Lengo lao na madhumuni ni kuweza kuleta amani na watu wapate kuishi kwa salama kama gisi walivyokuwa hapo awali. Hapo katika mkutano huo ambao umekuwa katika kijiji hicho cha Bibokoboko ambacho kipo juu ya mji wa Baraka, ni takriban kilomita 20 aidha kilomita 15 kutoka Baraka na kufika hapo Bibokoboko. Na mkutano huo mpenzi mtazamaji wetu wa Global Vibes TV ulikuwa umelenga kuhusiana na hali ya usalama mdogo ambao umekuwa ukiripotiwa mara kwa mara katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, haswa katika hali hii ya waasi wa M23 kuweza kuandaa vita vya kutaka kuleta mapinduzi ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiongozwa na Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo akiwa madarakani kwenye muhula wake wa pili huu. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, katika mkutano huo ambao umeweza kufanyika hapo Bibokoboko, akiwemo kiongozi mkuu jemedari William Amuri Yakutumba akiongozana na msaidizi wake Dato Bwelamwila Dalto, pamoja na mkuu wa serikali wa jeshi la FRDC, wakiambatana na delegation kutoka huko Kinshasa kwa ndugu ambaye ni wa kabila la Kinyamulenge aitwaye kwa jina la Kongolo, ambaye ameleta msaada mdogo kwa wakaaji ambao wanaopatikana katika kijiji hicho cha Bibokoboko kutokana na mazingira ya sintofahamu, watu kuogopa kushuka katika mji wa Baraka kujipatia bidhaa, kununua kwa mfano kama vile unga pamoja na sabuni na matumizi mengine mbalimbali ya kiafya pamoja na manguo. Ameweza kutuma msaada huo, na pia kwa wale watoto mayatima ambao wameweza wakiachwa na wazazi wao na wengine kubaki bila wazazi katika maeneo hayo ya huko Bibokoboko. Kwa hiyo mkutano ambao umeweza kufanyika huko, wameongelea mengi kuhusiana na hali ya usalama mdogo na sitofahamu ambazo zinakuwa mara kwa mara kati ya kabila ya Wanyamulenge pamoja na kabila zingine ambazo zinazopatikana katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika tarafa la Fizi, wakiwemo Wabembe, Wafuliru, wakiwemo Wazoba, wakiwemo Wabuye pamoja na Wanyindu, kwa kutokuelewana na kabila hilo la Wanyamulenge. Kiongozi huyu jemedari mkuu Amuri William Yakutumba ameweza kuambiwa na wakaaji wa hapo Bibokoboko wakisema kwamba hatuombi, mimi na nukuu tu, wakisema ya kwamba hatuombi amani kutoka kwa huyu Kongolo ambaye ni ndugu yetu ametoka huko Kinshasa kitumwa na delegation ya rais, bali tunaomba amani kwa wewe kiongozi wetu Generali Amuri William Yakutumba ukiwa hapa jimboni Kivu Kusini katika tarafa la Fizi, na wewe ndiye mwangalizi wa vikosi vyote vya kijeshi kiwemo wazalendo ambao wanaopigania udongo kwa ajili ya kuondoa adui ambaye amevamia nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kiongozi huyo wa Wanyamulenge ambaye alikuwa amesimama na kumwambia Generali Amuri William Yakutumba kuwa ya kwamba tunahitaji utupatie amani bali sio vita, kwa sababu tumechoka na sisi kuweza kukimbia vita mara kwa mara. Ndicho ambacho haswa kilikuwa kimelengwa, na baadhi ya wakaji wengine walikuwa kilalama na kusema kuwa ya kwamba baadhi ya ng'ombe zao huwa zikiibiwa na watu wao kuuliwa bila tatizo yoyote. Na hata hivyo kwa upande wa kabila nyingine ambazo zilikuwa zimekusanyika huko, kila
watu walitoa hoja zao kutokana na vita hivi na kutokuelewana na kabila nyingine hiyo la Wanyamulenge. Na katika mkutano huo wameweza kufunguliwa kabila hilo la Wanyamulenge ambao wako katika maeneo ya Bibokoboko, wakifunguliwa kwa ya kwamba wana uhuru wa kutoka huko milimani Bibokoboko na kuingia katika mji wa Baraka kujinunulia bidhaa vyovyote wanavyotaka pasi na tatizo yoyote, na watakuwa wakiingia kama vile wakaji wengine wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanavyo kuwa wakienda sehemu yoyote wanaitaka ambayo iko chini ya uongozi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Viongozi hao wameweza kusema mengi na kuongea mengi. Hiyo ilikuwa imefurahisha sana kabila la Wanyamulenge, huku wakijiuliza kuwa kwa kauli hizo ambazo zilitamkwa na wakuu viongozi hao kama zitatekelezwa na viongozi hao, na huku pia wakijiuliza, je, wakitoka huko maeneo ya milimani na kushuka katika mji wa Baraka kujinunulia chumvi, sabuni, vifaa vingine vya kutumia majumbani, je, hawatabuguziwa wala kuuziwa na wakahaji wenye hasira kali kutokana na vita hivi? Hiyo ndio ambayo watu wengi wakijiuliza, na huku viongozi hawa walipanda huko kwa ajili ya kuweza kuleta amani ya kudumu na kuishi pamoja na raia wake wanaopatikana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, haswa katika jimbo la Kivu ya Kusini. Ni kwa sababu ya kusema kama wazalendo wa generali ya Kutumba watakuwa kuiba ngombe Bibokoboko. Hivi mimi na alisema sio wake leo. Ngaki. Si Bibokoboko. Kama ile maombi yenyewe aliomba ni ya kweli. Generali, tunakuomba amani. Utupe amani. Tunakuomba utupatie amani. Tunakuomba General, tunakuomba utupatie amani. Hatuombe huyu bwana mwenyewe anatoka Kinshasa. Na hatutamuomba Mungu. Tunakuomba wewe utupe amani. Wakati taifa lake lisema hawaombea amani, walisema kama na iwao pia wajikonforme. Kitu kilicho muhimu hapa ni kusema sisi sote tunahitajika kutafuta amani. Hapana mtu mmoja. Bibokoboko itafuta amani, sisi wazalendo tutafute amani, delegation na koji itafute amani, watu wenye kuwa kule chini raia itafute amani, ngambo zote. Kulingana na hawa wazalendo, huko wazalendo kadiri vile mtu mmoja alisema hapa, wazalendo wa kweli na wazalendo ambao sio wa kweli. Kuna wazalendo ambao walikuja kuwaiba hapa na wenye wako wanabaiba hapa, wengi wanabaiba pasipo izini yetu, wanakuja kwa mawazo yao. Na ndio maana niko nawaambia wazalendo wote, hata Minembo, kama sio tunaingia Minembo, niko nawaambia hivi, kama unaingia Minembo huko population civile, kama kuko M23 tushambulie M23 yenye kwa na silaha, lakini population civile iko na amani. Ndio neno letu hivi. Amani, watu wote wanapaswa kupata amani. Ile ndio. Kwa hiyo na mengine mengi hayo, mpenzi mtazamaji, utakwenda kuambatana nasi katika vipindi vingine ambavyo tutakavyokuletea muda sio punde. Mimi ni mtangazaji wako, naitwa Jacob Daniel Pascal, naye kutangazia ndani ya Alobo Vibes TV. Kama unapenda amani, naomba gonga like hapo, na pia upate kuweka comment yako, na pia utuwekee emoji ya bendera ya mahali ambako unakopatikana, ili tupate kujua kwamba unatufuata ukiwa nchi gani. Kuna wengine ambao wanasema kwa ya kwamba hakuna kabila linaweza kuondoa kabila lingine, na hakuna kabila linaweza kuua na kumaliza kabila lingine. Kwa hiyo kinachobaki hapo ni watu kuishi kwa amani na kuelewana na kupatana, wawe wakiishi kama vile jinsi walivyokuwa wakiishi zamani. Na mimi ni kuache tu mpenzi mtazamaji, na mengine mengi zaidi utaweka maoni yako na comment zako hapo, tutazifanyia kazi. Ciao.